Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi ya tarehe 13 mwezi wa 12 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka mpya sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, unaweza kuingia YouTube na ukaandika utabiri wa mwaka 2026. Na kwa ambaye anataka utabiri wa haraka, anaweza kujiunga na kifurushi cha shilingi 3000 kwa mwezi mzima. Unatumia kwa njia ya SMS au WhatsApp au email. Unaweza ukatuma, baada ya kujiunga utatuma message na namna gani utumiwe ujumbe. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Asubuhi na mapema unaweza kumhurumia mtu au unaweza kuhisi utofauti. Baadaye kwa muda mwingi wa siku mwezi utakuwa kinyume na ishara yako, kumaanisha kuwa lazima ufanye zaidi ya nusu wakati wa kushughulika na wengine. Kuwa tayari kuafikiana, usifanye mambo makubwa ikiwa uwezo mdogo. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Asubuhi na mapema utawasiliana na kumbukumbu yako na kufanya huu kuwa wakati mzuri kwa wasanii. Kwa sehemu kubwa leo itakuwa ya haraka na yenye shughuli nyingi kazini. Utafanikiwa sana katika kuwasiliana na kila mtu kwa sababu utaeleza hisia zako kwa urahisi. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Sintofahamu inaweza kutokea asubuhi na mapema kuhusiana na nyumbani na familia. Hata hivyo, mabadiliko hutokea na kasi inakuwa ya furaha hata unaposhughulika na watoto. Tarajia kushughulikia documents na mambo ya dakika za mwisho kutoka kwa wanafamilia. Kazi yangu ya nyumbani iko wapi? Ni swali ambalo linaweza kuwa katika akili yako leo. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Asubuhi na mapema unaweza kuhisi ndoto, labda utofauti fulani. Hata hivyo, kadri siku inavyosonga, mwingiliano wa kifamilia na shughuli za nyumbani zinaendelea kwa urahisi. Itakuwa rahisi kushughulikia maelezo, mazungumzo ya kifamilia yatakuwa na tija, wasiwasi utaongezeka kutokana na jambo namna gani litatimia. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver, namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Huwezi kuamini mawazo yako ya kifedha mapema asubuhi ya leo. Kwa kushangaza, kwa sehemu kubwa ya siku hii, mawasiliano yako na wengine ni bora kwa kweli. Huu ni wakati mzuri wa kuzungumza na watoto au kujadili miradi ya ubunifu au chochote kinachohusiana na michezo. Fedha ni wastani. Hakikisha hugombani na mtu yoyote yule kwa kuweka sawa uthubutu. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Asubuhi na mapema leo unaweza kuhisi hali ya ajabu na kuwa msiri kihisia kwa maoni ya wengine. Kuwa mwangalifu na dawa za kulevya. Hata hivyo, kwa kuwa mwingi wa siku hii una ujuzi wa kifedha, unaweza kuona njia za kulipia matengenezo na maboresho ya nyumba. Sio ajabu, utavuka vikwazo kwa njia nzuri kabisa. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green, namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra,
Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka 22 Oktoba. Licha ya sintofahamu inayoeleweka, isiyoeleweka, asubuhi na mapema, kwa sehemu kubwa ya siku hii mwezi uko kwenye ishara yako na kukufanya uwe na hisia zaidi, lakini mwenye bahati. Utakuwa mzungumzaji na mwenye shauku ya kuzungumza na ndugu na majirani. Ni siku yenye nguvu kwa waandishi na wauzaji. Faida itaonekana vizuri tu kutokana na mauzo kuwa juu. Hakikisha unaitumia bahati vizuri rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota nge, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Tembea kwa uangalifu asubuhi na mapema unaposhughulika na watoto wako. Vivyo hivyo, masuala ya kimapenzi lazima yawe na uangalifu kwa kila mmoja, kwa sababu mambo yanaweza kuwa magumu na kuenda mrama. Baadaye, faraha yako itakuwa muhimu kwako. Tafuta upweke na mazingira mazuri ikiwa unaweza kuyapata. Chukua chakula na hata kujiliwaza kwa njia nzuri ambayo unaipendelea rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maruni. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Sagittarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Asubuhi na mapema ni wakati mzuri wa kuomba kitu kutoka kwa mtu mwenye mamlaka au uwezo fulani, kwa sababu kila kitu kinaonekana kuwa si cha uhakika. Kwa kushangaza, sehemu iliyobaki ya siku ni wakati mzuri wa kuzungumza na wengine na kuwafahamisha kile unachotaka kufanya. Muda ndio kila kitu rafiki. Usivuke njia bila umakini, usijepata madhara rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Usikubali propaganda mapema asubuhi ya leo. Mambo si kama yanavyoonekana. Hata hivyo, kwa sehemu kubwa ya siku hii, uko juu sana na utaweza kuwatia moyo wengine kwa mawazo na mapendekezo yako. Hafla, unashikilia kadi zote, hakika upo juu sio kawaida. Ni jambo jema sana rafiki kuunganisha watu katika shughuli maalum. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Tukiendelea na upande wa nyota Ndoo, hii ni kwa wale walizaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Epuka miamala muhimu ya kifedha asubuhi na mapema, kwa sababu masuala hayako wazi. Kwa upande mwingine, sehemu kubwa ya siku hii ni wakati mwafaka wa kutoa maoni yako na kuwashawishi wengine kukubaliana nawe. Fanya jambo la kuchochea kwa sababu unahitaji mabadiliko. Safiri ikiwezekana. Masuala mapenzi yapo down licha ya kuwa una sifa zote rafiki. Punguza kujikweza mbele za watu rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Usimpe mtu yoyote ahadi asubuhi na mapema, kwa sababu kama muda hautakusubiri utasonga kuliko farasi. Hata hivyo, hivi karibuni utakuwa na majukumu lukuki. Utawashawishi wazazi wakubwa na watu wenye mamlaka jinsi ya kutumia pesa kwa ajili ya kitu fulani. Utavutiwa na jambo fulani na utahakikisha mwenza wako ana furaha fulani. Sio kawaida rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine.
Kama kawaida, tunaendelea kuzungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na nyota ya kondoo au punda, muda wao mzuri leo ni kuanzia saa 7 hadi saa 11, na tukiendelea na upande wa nyota ya Ng'ombe, muda wao mzuri ni saa 9 hadi saa 12 jioni, na tukiendelea na upande wa nyota Gemini, muda wao mzuri ni kuanzia saa 7 hadi saa 10, na tukiendelea na upande wa nyota Kaa, muda wao mzuri ni saa 3 hadi saa 5, na tukiendelea na upande wa nyota Simba, muda wao mzuri ni saa 5 hadi saa 8 na nusu, na tukiendelea na upande wa nyota Vigo, muda wao mzuri ni saa 11 hadi saa 12 na nusu, na tukiendelea na upande wa nyota Libra, muda wao mzuri ni saa 10 hadi saa 12, na tukiendelea na upande wa nyota Nge, muda wao mzuri ni saa 5 hadi saa 7, na tukiendelea na upande wa nyota Mshale, muda wao mzuri ni saa 2 hadi saa 4, na tukiendelea na upande wa nyota Capricorn, muda wao mzuri ni saa 6 hadi saa 9, na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wao mzuri ni saa 6 hadi saa 10, na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wao mzuri ni saa 4 hadi saa 6, na tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo au Punda, atawajibika baadhi ya taksi ndogo ndogo, na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, atafanya kosa ila sio kwa kukusudia, na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, uwazi wake utawasaidia wengine katika ujasiri. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, atavuka muda wa chakula na hamu itakuwa ndogo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hali yake ikizidi kwa tofauti, basi mpeleke hospitali iliyo karibu nawe. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mabadiliko madogo utayaona hasa baada ya kuwasili nyumbani hivi karibuni. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, huenda akakushangaza katika utambaji wake na usiku atasumbua kiasi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, atashuhudia mwenzake akipewa adhabu ndogo kutokana na kosa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, huenda akawa na wasiwasi na hali ikizidi mshughulikie. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, uhodari wake katika usafi utamfanya kupendwa na wengi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, ataonyesha dalili za homa. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, usiri wa jambo utadhihiri kwake. Watoto ambao wamezaliwa siku kama ya leo watakuwa na akili sana, kwa sababu siku kama ya leo alizaliwa Philip Anderson ambaye alishinda tuzo ya Nobel ya fizikia mwaka 1977. Ushauri kwa mama: unatakiwa kuwashauri watoto na kuwa nao karibu ili kuwaongoza njia nzuri. Ujumbe kwa walikuwa hajapata watoto: huwezi kupata mtihani isipokuwa kuna kheri ndani yake. Subra ndiyo nguzo kuu ya mafanikio. Ulikuwa nami na bye bye.